Mrembo. Tunahitaji awe karibu sana na mwenzake ili waweze kuzoeana. Sasa ni barua choma tu. Na mke mnachukua kabisa, mnaenda kukaa naye. Mnafanya yenu mnavyotaka nyie, baadaye mrudishie. Mzidi kunizalilisha, si ndio Ni kweli watu wa design hiyo wapo. Wakitoa posa tu na mke pia amepewa. Lakini sio mimi. Si unanielewa? Masozi, sina maana mbaya kabisa. Unajua mdogo wangu amekulia sana mazingira ya shule, chuo, toka akiwa mdogo. Kwa hiyo amekuwa mtu fulani ambaye hayuko karibu sana na watoto wa kike. Kwa hiyo nilikuwa nataka nimtumie huyu binti kama sehemu nzuri ya kumrudisha mdogo wangu vizuri kisaikolojia. Lakini kingine ni kutoe wasiwasi kabisa Masozi. Hawatofanya jambo lolote baya mpaka hapo ndoa yao itakapopita Masozi. Ni kweli unaniahidi? Je, katika hiyo nyumba ataishi na shangazi yako? Hapana. Nikutoe wasiwasi tu. Atakapofunga ndoa na mwenzake, hatoishi pale nyumbani na shangazi. Bali kuna sehemu ambayo tumemtafutia, wataenda kuishi pamoja. Na pale kwa shangazi itabaki ni sehemu tu ya kukutana kwa ajili ya mambo ya kifamilia. Nakuamini. Na unaniahidi, si ndio? Wala usijali swaibangu. Basi nisipoteze muda nikuache, maana kuna mambo nilikuwa nafuatilia. Masozi Masozi. Masozi huyo. Karibu bwana. Haya swaibangu. Haya. Yaani bro ndo hivyo. Mimi mpaka sasa hivi sielewi chapagawa kichwa changu kiko sawa. Mimi naomba unishauri. Kiachana naye kuwa rafiki yangu, wewe ni mshauri wangu mkubwa sana. Mimi sijui nifanyaje. Hebu nishauri aidha mawili. Nimtimue mke wangu huyo au nitafute mjamaa tumpate tumfanyie kitu kibaya chochote mpaka yeye mwenyewe ajutie. Kai, wewe ni mshikaji wangu. Na nakushauri vitu vingi sana vya msingi. Ila kwenye hili siwezi kukushauri lolote. Kwa tumfanye kitu kibaya ujamaa au umfukuze Kendi. Nachohitaji kujua tu kitu gani kilichomfanya Kendi mpaka kumpelekea kukuchiti. Sijui umeelewa? Sababu hawezi akafanya tu jambo kama hili. Halo. Shoga yangu mambo? Naambia udugu wangu vipi? Uko wapi shoga yangu, maana nilichokiona kumtandaoni sio poa. Yaani kwanza sijaamini kama ni wewe shoga yangu. Hapa nilipo nimeshindwa hata kukaa. Yaani uko peji ya juu kwa Mange Kimambi. Niko hai hapa, nataka nije nikupe hii habari yako, alafu tuone tunafanyaje. Yaani ukiniambia hivyo unanichanganya shoga yangu. Mimi nimefanya nini tena cha ajabu? Shoga yangu tulia. Mimi mwenyewe sijaamini, yaani sijakaa, nimeshindwa kukata dakika 5. Niko njiani hivyo nakuja huko uliko. Bro, kiachana na yote, mimi nishadhalilika huko mtaani. Maana watu wote wanajua kwa Kendi ni mpenzi wangu. Hasa leo hii picha zake zinasambaka kama watu wa guest huko afumaniwa. Mimi nitafanyaje bro? Nishauri, ongea point nikuelewe. Kai. Mimi naamini Kendi anakupenda. Na hadi kafanya hili, kuna kitu tu umemuuzi. Hao walikwambia ukashindwa kumfanyia kwa wakati. Ndio maana akatafuta sababu ya kwenda kwa mtu mwingine ili jambo lake liende kwa wakati, ili atimiziwe na huyo jamaa. Hebu niambie ukweli, usinifiche. Kitu gani tumfanyia mpaka kama kuchiti? Wewe ni mshikaji wangu ujue. Na siwezi nikakushauri chochote bila kuniambia ukweli. Ninachohitaji uniambie ukweli. Kitu gani ambacho kimekufanya Kendi akuchiti? Hapa kuna sababu tu. Wewe umefanya, kuna kitu hapo umekifanya. Kai, usiniongopee. Yaani sio kunipagawisha hivyo. Mimi nakusubiria hapa nyumbani. Haya shoga yangu usitoki, nisubiri hapo ulipo. Yaani sasa hivi nafika hapo. Haya poa. Jamani. Mimi nimefanya nini tena?
Yaani bro, Kendi ni mpenzi wangu. Na mimi sijai kumkosea hata siku moja. Anapata kila kitu kutoka kwangu na kizi haja zake zote. Ila ni sababu yake ya kipuuzi. Eti kisa sijampeleka kwa wazazi, sijamtambulisha, sijapeleka posa kwao, ndio maana anielewi. Asa kweli bro, hiyo sababu ya msingi ya wewe kunicheat. Inakuingia akilini kaka? Kai. Kitu unachokiona wewe kwako kidogo. Siku zote kwa mwanamke ni kikubwa. Yaani uelewe hivyo. Kwa hiyo kwake ni kubwa. Na ndio maana kama kufanya hivyo. Sasa kwa nini hujampeleka? Na kwa nini usitoe barua ili haya mambo yaishe? Shoga yangu, haya hebu angalia. Jamani. Si mimi kabisa huyu Lakini mbona hatujapanga sisi iwe kama hivi? Hamjapanga iwe hivi? Kendi. Kwa maana hichi kitu unakijua, si ndio? Wewe si mchumba wa mtu wewe Kendi wewe. Unajisikiaje unavyojiona uko juu kwenye peji ya Mage Kimambi, rafiki yangu wewe? Mbona unajitia aibu Kendi wewe, Kendi? Shoga yangu za titi jamani. Hii ilikopo ni dili tu. Kaka, mambo sio kukurupuka. Kendi sio kama niponea kwenye mahusiano kwa muda mrefu. Lazima tukae chini tujipange, tujadili. Maana anaweza akakurupuka ngapeleka nyumbani afa kaja kunichenjia baadaye. Kwa nini mimi sijampeleka? Nikwambia tu avumilivu, tafika muda nitamtamsha kwa wazazi. Yeye kashindwa kuelewa, kaona ni cheat, sasa ndo amenikomoa au yeye mwenyewe kajizalilisha. Sawa. Umesema tufanye kitu kibaya. Tutamjuaje huyu mtu alofanya kitendo hiki tuweze kumfanya kitu kibaya? Au tunapata picha yake? Sababu mimi simjui. Au mwenzangu unamjua? Yaani mimi pamoja na rafiki yangu Chisa tulipanga tumchezee mchezo Kai. Sasa sisi nia yetu ni haikuwa hivi. Sisi tulipanga tu kwamba tukishafika pale tupige picha. Yaani za pale tu. Yaani mimi sijapanga kama hivi ili Kai akiona pagawe anaweza kaenda kutoa barua nyumbani kwetu maana tumekaa muda mrefu. Lakini mimi sijategemea kitu kama hiki. Kweli jamani, kwenye mitandao yote nimeenea mimi. Unasema mimi sijui ni nani jamani. Kweli huyu ni nani alofanya hivi sasa? Hivi una akili wewe Kendi? Una akili kweli? Uone kama unajizalilisha hapo wewe. Haya, huyo Kai akiona hivi atakutolea kuleta hiyo mahali mwenyewe. Si umejizalilisha wewe? Tuachane na Kai. Haya, huyo bwana mmefanya naye? Hapo muongea point bro. Ushahidi wote ninao. Kila kitu hapa ninacho. Sio kama nimetunga historia, hapana. Hii hapa namba ngine nimenitumia. Angalia picha mwenyewe. Hiyo ni dhahiri kabisa ni Kendi. Angalia vizuri. Kwa mwana mwenyewe ni huyo. Huyo si unamuona hapo? Kai. Mtu yeye anasema huyu. Sikiza nikwambie kitu. Huyu sio kukumiza kichwa wewe. Hakuna sababu ya kumfukuza shemeji hapa. Wala kumpiga. Wala kwenda kufanya kitu kibaya ujamaa. Huyu jamaa mwanamke suruali huyu. Jogoo apande mtungi. Yaani minala isome kabisa ni. Mimi sijafanya naye kitu. Maana mtu mwenyewe tuliyoingia Mlegesti, jogoo apande mtungi. Ninapokuambia, yani nimemaliza kila kitu vyote utundu wote. Mwisho wa siku tuingie final. Amenikimbia. Tukaanza kukimbizana nakwambia na mashuka yetu kama ndo hivi, tukaanza kubishana na hizi ndo hizi picha zilizopigwa kusambaa mitandaoni kote. Lakini nia ilikopo sio hii. Lakini sasa na wewe kwa nini ukubali kupiga hizi picha za utupu Kendi? Uko na taulo na wewe ni mchumba wa mtu. Ni kweli. Kama huyu. Unapoteza nguvu zako bure na asili unatumia za bure yani. Kugombana na shemeji, kutokuelewana kwa ajili ya huyu. Hamna kitu humu. Na kama unanibishia mimi, mtani kwa ukoto anamjua. Nenda kamuulizie huyo mtu. Utapewa details zote kuhusu ujamaa. Kwani brother mimi mtu anamuonekana mzuri lakini hamna kitu. Una uhakika na unasema? Wewe ndugu yangu wewe. Unajui kama naanza kuniingia akilini hivi. Maana hata mpenzi wangu niliongea naye kaniambia hivyo kama unachosema wewe. Kwa baada ya kwenda guest jamaa hazisomi. Nalo usomi. Mimi kaona labda anadanganya tu, ananituliza, ananipoza. Serious? Basi ndio hivyo shoga yangu. Mimi hapa tena kukaa naona kabisa sipawezi. Kama nyumba imeshawaka moto tayari.
Mimi naomba unipatie hifadhi siku 2-3 hizi. Mimi siwezi na kukaa hapa. Hapo ulivyoingia tunaondoka wote hadi nyumbani kwako. Kwangu mimi. Wakati umeanzisha ile jambo lako hukunishirikisha. Hukunifuata kuniomba ushauri. Mambo yako mangapi mimi nayajua Kendi. Umeamua kulifanya hilo, limalize mwenyewe. Mimi kwangu hata sikutaki shoga yangu. Huyo bwana wako kae sija kaona mimi na wewe letu moja. Aka. Tena. Huyo bwana wako kama ndo kashafikia hiyo style mwenzangu, naondoka zangu. Kwenye mambo yako ya kijinga mimi wala usinishirikisha na kwangu hata usije mwenzangu. Nitatafuta mwenyewe pa kwenda. Mtatiti shoga yangu jamani. Jamani sasa mimi nifanyaje? Kai, fanya tutoe barua tuchukue jiko lakini usipate tabu kwa ajili ya huyu. Simu yako inaita. Yeah. Nani ndiye anapiga simu sasa hivi? Huyo nani mbande? Halo. Hebu jitambulishe wewe ni nani kwanza, maana namba ingeni siitambui. Okay, nimekuelewa. Upo maeneo wapi? Sawa, nakuja hapo sasa hivi. Sichelewi, baki hapo hapo nakukuta. Sawa. Naam baba. Sasa nimeanza kuamini. Wasomi wengi sana huonekana kama vichaa. Na hata ukimtazama yule rafiki yako, haonyeshi kabisa kama ana muonekano wa kisomi. Albab, sikiliza. Yule mbona yani ni more intelligent yule jamaa. Ana upeo mkubwa sana tofauti na unavyofikiria. Ana uwezo wa kufikiria sana. Ana elimu kubwa yule. Unamtetea sana rafiki yako. Okay, tuachane na hayo. Iko hivi. Hapa nyumbani shangazi ameondoka. Vipi? Huwezi amini bro. Hii namba unipigie ameniambia inamfahamu mtu anayesambaza hizo picha huko. Kaniambia anajua kila kitu. Kwa kanaomba tukutane kaomba kule. Tukae chini tuajadili tuajenge tujue tunampataje huyo mshikaji. Hivi sikasi amini hivi. Sikiza Kai. Hapa ni mjini. Unajua hapa town kuna michezo ya ajabu. Wasio tatizo lako hilo, wakafanya tu deal la kupiga pesa na kupiga pesa zako zote. Michezo hiyo ipo hapa town. Kuwa makini sana. Basi hilo hamna shida. Baada ya lile tukio shangazi na mimi tuligombana sana. Na baada ya kuona ninamzidi kwa hoja, akaamua kujipa safari. Akasema anaenda sijui kwa nani. Atakaa yapata siku 1 au 2. Ndipo atarejea. Sasa hapa nyumbani hayupo shangazi wala hayuko Zuu. Tuko mimi na wewe. Kwa hiyo kuhusiana na masuala ya hapa. Bro, acha propaganda zako bana. Hapa ni mke wangu tunamuongelea, ashazalilika hapa. Wacha mimi nikatetee huko. Kai, nishapagaa bro. Kwa tuwasiliana basi. Fresh tutasoma. Sio kanipa mimi swala la kupika. Wewe mwenyewe unajua shuleni kwa hatujafundishwa kupika wala chuo. Mimi nilikuwa mshikaji wangu yule ndo alikuwa sana makodiko nini anafanya, mimi nachangia tu mchango. Kwa hiyo ukisema nini lakini nitashindwa. Nilijua tu usiogope wala usijali. Kuhusiana na swala la kuinjinia, nitainjinia mimi mwenyewe. Hapo ndo ninapokupendea. Albab. Leo nitarudia kidogo fani yangu. Madiko nini. Mimi nitaandaa kila kitu. Sawa mdogo wangu? Sawa. Sasa Albab, kingine nafahamu sasa hivi wewe mdogo wangu una kazi yoyote baada ya kupoteza kazi yako. Sawa? Itabidi mimi kaka yako niwe na kuangalia kidogo. Sasa
hii ujiweke basi proper kidogo, usijiweke kama mzee bwana. We kijana, sawa? Ushave kidogo hayo mandevu yako, muonekano kidogo, onekane na wewe gentleman. Asante sana. Aya Alba. Sawa? Aya Alba. Namna hiyo. Yaani unajua siku zote kitu chochote kinahitaji maandalizi. Yaani yule anatakiwa kae smart proper, kiasi kwamba hata binti mwenyewe akimtizama ajue yes, nimepata gentleman. Mimi ndo master plan. Meisha hiyo. Oh wow. Kitumbo chako kizuri. Asante mume wangu. Baby, niambie, unakula nini leo? Huyu mwenyewe atakuwa mpishi. Hita nataka sausage. Ese. Jana uliniambia kwa mtoto acheze. Vipi ile uvoamka? Kwa kweli mume wangu, nashukuru Mungu. Maana naona leo mtoto ananipiga mateke kama yote. Huyu atakuwa Jackson. Wewe tena na Wachina. Mume wangu. Mbona rafiki yako simuelewi? Yaani mwanzo mwisho maongezi yake sijamuelewa hata kidogo, maana soko kupaniki kule. Hasira sasa sijamuelewa mpaka alipoondoka. Imekuwaje? Amekutana na nini? Ni kweli wana matatizo na mkewe. Mkewe kuna picha zimesambaa kwa amekutwa guest na mwanamume. Ni story ndefu. Hebu naomba kaa chini kwanza, sije mjui kaingia ndani mtoto akapenya. Hasa mume wangu, ula sifumanizi au? Ni kweli unifumanizi. Lakini mtu aliyofumaniwa naye ana madhara. Ni kweli kwa muonekano ni mwanaume, lakini mwanaume mwenyewe ni mwanamume suruali. Inamaanisha kwa jogoo hapandi mtungi. Kwa hiyo nikaamua ni mtulize, hache papara wala kupaniki. Kwa sababu unaweza ukapaniki sana, afu mwisho wa siku ukaja kujutia kwa nini nimechukua maamuzi ya ghafla. Umeelewa? Kwa hiyo nimeamua nimeondoe hofu. Kuwa mtu yana umlilia wivu au anafanya ule upumbavu ni mtu ambaye hana madhara yenye yoyote. Kwa hiyo hilo ndo nilikuwa namshauri hapa. Yaani mume wangu. Kwa hiyo kupaniki kote rafiki yako amepaniki bure. Kuendelea migogoro sio kwa na faida yoyote. Umeona? Kwa ni hivyo tu mke wangu, au nimekosea? Kwamba ulikuwepo pale. Yaani mume wangu, hii sio unachukulia jepesi tu, si ndio? Kwa huo ndo ushauri uliompa mwenzio. Yaani akili yako imechekecha ukaona huu ndo ushauri wa kumpa rafiki yangu. Kwa hiyo mwenzako anajua kabisa mke wangu alikuwa na mtu fulani sehemu fulani. Alafu unaona tu ni kawaida kwamba eti jogoo sijui apate mtungi sijui kitu gani. No. Hivyo kwa sawa. Yaani mtu kufumaniwa guest. Kama angekuwa huyo nani sijui jogoo apande mtungi, sijui mnara usomi, angeingia naye guest mume wangu. Sasa mume wangu hapo yule jamaa si mnara usomi. Kama wewe unavyoniita mimi kwamba mkeo sina shughuli unaniona? Sasa mimi ninachokiomba niende kwa yule jamaa, si ndio? Nikishafika kule niende nikagundue, yani nikajue kwamba naye hana shughuli kweli. Yani haya maneno yenu mnaoongea na mimi nikajue kweli hana shughuli. Nikagundua ili nije kuaminisha kwamba kweli mume wangu yule jamaa uliyesema kweli hana shughuli.
Wewe mwanamke wewe, kama umechoka kuongea na mimi, naomba tuliza maneno zako. Umenielewa? Nitakupiga sasa hivi. Ukakae na nani? Ukakae na nani? Tena iwe mwanzo na mwisho kuongea hayo maneno. Na kama umeanza kumtamani yule Blazameni, nitakuja kukufumua mwenda azimu wewe. Ole wako nikukuta na yule Blazameni, hutanitambua. Nitaliminya hilo tumbo. Na hisi utajifungua wakati sio wako. Asa mume wangu unachopaniki hapo nini? Uniache ndio na mimi niende kwa yule jamaa. Nikirudi hapa niwaamilishe ni kweli hana shughuli. Umechoka kuongea na mimi? Naomba ondoka. Nikuone upo karibu kama yule jamaa. Nitakupiga hilo tumbo lako, utajuta kuzaliwa. Au toka. Nenda jikoni. Jamani. Nitoa pumbavu hapa. Kumbe inauma eh. Nipishe mimi. Mwangalie. Tumbo lako utafanya nitakufumua. Mwanaharamu mkubwa wewe. Halo Kendi. Upo sehemu mzuri hapo? Sikiliza. Kila kitu kinaenda kuvurugika. Shogangu sitaki kuambiwa baba mchafu eh? Na sio mchafu tu, ni wachafu. Huyo mama na huyo mtoto wake, unajua ni wachafu. Yaani mpaka nishachoka. Kila nikizungumza nao hawanielewi. Si unaelewa? Yaani wakifagia matakataka kwenye mlango wangu. Wakiosha mavyombo, ugali kwenye mlango wangu. Yaani mpaka nishachoka. Hivi unajua kuchoka? Yaani naongea mpaka kichwa kinawaka moto. Mwisho wa siku sasa nataka nionekane kwamba nina gubu. Maana ninaongea sana. Aisee. Na si kabila gani wale? Nilikuwa na mumeo hapa. Kapigiwa simu na jamaa gani? Kamwambia aende kukutana huko kwa yule aliyopiga picha kule gesti. Amemgundua, wanataka kamtajie. Aisee. Kama tusipokuwa makini, tunaishia pabaya. Dili lote linaenda kuvurugika. Ndio. Sijui, ngoja tuangalie. Inabidi tumjue mtu haraka, tujue tunafanyaje. Poa. Haina shida. Poa. Sasa kwa hiyo ndio umekuja kumshtaki eh? Mimi sio kama nimekuja kumshtaki. Ila tu nimekuja kuongea na mwenyekiti. Ili aweze kuongea na yule mama, maana yule mama ni mchafu, mtaa mzima anazungumziwa yeye. Na ukiwaambia ni wabishi wanakuja juu kama mtu wa kifuu. Si unaelewa? Shikamoo. Marhaba je? Sijambo, za huko toka hapa. Salama kabisa. Napole. Shapoa mwanangu. Shikamoo baba. Marhaba. Kwema? Wema. Sasa baba, mbona mimi umeniambia nimekutengea ugali, baba wangu umenikimbia. Ugali umekaukiana kama nini? Si ule mjumbe alikuja hapa? Mjumbe? Mwenyekiti! Nani tena huyo? Njoo nje kwanza. Haya niambie mjumbe wangu, mbona haraka hivyo mbio? Hai mwenzangu, habari za leo? Nzuri. Za saa hizi? Salama kabisa. Hai hapa nimepigiwa simu. Na meneja wa Newala Lodge. Ananiambia hivi kwamba kuna watu wanauana. Watu wanauana guest? Kwa hiyo mimi nikaona hata hebu nikimbie niende kwa mwenyekiti. Tukajua jinsi gani ananisaidia kule. Kwa hiyo sasa wewe ikiwezekana wapigie Wagambo ili tujue jinsi gani. Sawa. Subiri ngoja niwapigie.
Haya. Afande. Ndiyo mimi mwenyekiti. Sawa, nimetoka hapo ndio sasa hivi ofisini. Sasa nisikilize kwa makini. Hapo ulipo sasa hivi njoo Newala Lodge. Hii guest hapa jirani hapa Newala Lodge. Kuna watu ndani wanalalamika wanauana huko. Mjumbe sasa hivi hapa ndio natoka naye hapa tunakwenda huko. Sasa mimi nikifika na wewe umeshafika hapa. Haya. Twende. Unajua dunia siku hizi unaweza ukasema hivi watu wamenani wanacheka lakini kuna Ilikuwaje? Usumbufu tu, hamna lolote huko. Shemeji. Niambie shemeji. Poa mzima? Safi kwema. Ndio mwenyewe uko unafanya usafi hapa. Si unajua tena ikachomba sawa. Yaani mwenzako huko nilipotoka. Baada ya kuyatengeneza ndo kwanza tumeharibu. Kivipi? Yaani alivyoona zile picha ule bwana ndo kapagawa kakasirika kawa kama mbogo. Na hivi ninavyokuambia ameondoka ameniacha mwenyewe. Yaani hata sijui ameenda wapi. Kwa hiyo sasa imeendelea nini? Nimeachana nao. Samani baba. Nilikuwa na shida na wewe. Ngoja basi kwanza nibadilishe nguo. Nije nikila hapo tuongea. Au una haraka sana? Hapana babangu. Basi. Kwa nini kupikia mwingine au unakula huo? Hamna, nitakula huo tu. Kwa nini unipikie mwingine? Babangu. Mshahara yangu babangu. Bana vituko tena. Lakini Kendi, hayo mambo tuko tunahitaji sisi. Umeona? Ili tujue kuwa anakupenda au hakupendi. Kwa hiyo hilo ni mission ambayo tumefaulu kiupande wetu. Haona semaji kwenye hilo. So kweli vile alivyoondoka. Kwa kilichonileta mimi hapa naomba hifadhi. Naomba nikae hapa nyumbani kwako. Kingine sasa kukuuliza vipi mke wako yupo? Mke wangu ametoka. Bora. Maana alivyokuwa na wivu na mimi mpaka naogopa jamani. Sasa mimi natembea na wewe. Ndio hivyo Chiza, nilikuwa naomba hifadhi hapa. Na sijui kama nitaizana na huyo mke wako. Maana kwa nyumbani mimi siwezi kurudi kabisa. Sijui kama bwana ataniua au atanifanyaje. Maana hajaongea, hajasema chochote, ameondoka kama gurudumu. Shem, kwenye hilo ondoa hofu. Kwa sababu mimi nimekutana naye na aliniambia kama ulivyoniambia wewe. Lakini nikamwelezea kila kitu. Na kiukweli amenielewa. Kwa hiyo ondoa shaka kabisa, ondoa hofu. Sawa? Na kingine nikamgusia kwenye jambo la kuleta barua kwenu. Kiukweli amelipokea na tupo mbioni. Muda wote wakati wote tunatukoja kufunga pango ili kukoa wewe. Aya sawa. Kwa ondoa hofu yote, usijali niwe nenda tu. Haina shida yoyote. Nishaongea naye kila kitu. Tumemaliza. Yupo sawa. Kwa kumbe imeshakutana tayari. Na nimeongea naye kakubali, yani yuko sawa. Yuko sawa. Yaani ameelewa kila kitu ulichomwelekeza. Kila kitu ameelewa. Asante shemeji yangu, nashukuru sana kwa kweli jamani. Basi haya mimi ngoja niende. Sawa. Karibu bwana. Haya. Rembo. Oh, kaka handsome boy. Kwa hiyo umeamua kummwagia handsome maji, si ndio? Kwani kuna ubaya beautiful kumwagia maji? Unasema nini? Hivi unajua nitakupiga wewe. Unasema
unasemaje? Nitakupiga. Unanichukulia poa? Subiri sasa nikuonyeshe. Subiri nikuonyeshe. Wewe. Unaonekana nakwambia. Unasemaje? Nakuumiza. Unataka nini nakwambia? Unataka nini nakwambia? Ushamwagia maji. Poa mwanangu Unajifanya mwanamke wa pili. Unatakaje? Unatakaje? Ushanichafua. Angalia ulivyonifanya. Nakutaje mimi mtaani. Unajionaje? Kwanza mwana mwenyewe kwa kusifia abu wewe una lolote wewe. Wewe ndio huna lolote. Angalia mbaya tu mbaya. Unaangalia vizuri? Upe wako kwanza wa mkorogo. Angalia minywele. Kama unizuia bangi. Wewe unayo? Wewe ndio umeziona? Wewe ndio kwanza mimi sitokaje na wanaume wanaosuka bwana kama wewe. Unasemaje? Toka hapa. Tuonesheni mifano nakwambia. Wewe unijui vizuri. Unanishikia kiuno. Unanishikia kiuno. Nakuuliza unanishikia kiuno. Unatakaje nakwambia? Vipi hapa bro? Acha nini basi? Mimi nionyeshe huyu. Naonyeshe nakwambia. Chukua mimi wewe. Hebu unashika nini? Dada vipi, tulia wewe. Hebu niache. Mpiga saizi upate matatizo. Mbona kelele nyingi? Tulia. Tulia. Wewe unajua na kifua huyu. Usimwanaume. Tulia yale. Unasemaje? Utampiga unasemaje? Wewe chunga tu. Unasemaje nakwambia? Achana. Mwangalie. Kumbavu nini wewe? Lazima nilipize kisasi. Usiniue. Vipi Albabu? Na matatizo gani? Albabu. Hamna binti umeona huko ndani? Binti? Wewe, mtu gani tena? Hujaona mtu? Albabu, na matatizo gani wewe? Albabu, na matatizo gani? Mtu gani mdogo wangu, wakati tumebaki mimi na wewe? Huyo mtu mwingine anatokea wapi? Albabu. Mwanangu, nimekuita hapa, naomba niazime masikio yako vizuri. Kuna ugeni umekuja hapa, unataka mchumba. Upo? Mama, mimi si nishakwambia kama mimi sitaki kuolewa. Mimi nataka nile ujana mama. Udogo huu mimi sasa hivi niolewe kweli mama? Nalijua hilo mwanangu. Ukifahamu, nalijua vizuri, lakini wamekuja hapa kwa mbwembwe zote. Walivyokuja wakaulizia na nikawaambia, mwanangu mimi ana mchumba. Ina maana niko kwenye sababu zako zile zile ambazo hutaki kuolewa wewe. Kwa hiyo mwanangu, hawa walokuja hapa na kisasi nao. Yaani familia yao tuna kisasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunawakomeshaje? Tunawakomoaje? Mimi nataka tucheze mchezo mimi na wewe mwanangu. Najua hutoniangusha kamwe. Naanzaje kwanza mama? Si unanijua mimi mwanao sina baya. Sasa mimi ninachokitaka wale watu tuwapigie hela. Tunanielewa vizuri. Mwanangu, pita kwenye njia zile ambazo unazitaka mimi mama yako. Si umenielewa vizuri? Nakupata mama. Wale watu wana kijumba chao cha mawazo. Kile tunataka tukipige. Wale watu nilivyowaambia kwamba wewe tayari una mchumba, wakadai sisi tunataka kumpiga huyo mchumba. Kwani katoa kiasi gani? Si tutatoa zaidi yake yeye. Mama, watu wana hatari Sio ndo. Na nilivyokuwa na bifu nao, hawajui tu nini kilichokuwa rohoni kwangu. Sasa mama, yani katika kitu leo umeongea point ndio hiyo. Umesikia mapigo ya moyo yanavyoenda kasi? Albabu, sikiza nikwambie ndugu yangu. Huyu mtu wa pili unayemwongelea nani? Mbona sijakuelewa?
Najua, lakini kuna binti mmoja hivi mweupe, ana mashavu kama mimba ya panya. Amekuja na kisu, ananiambia lazima nilipe kisasi. Akataka kunichoma kisu hivi, ndo nikakurupuka. Anasemaje? Lazima nilipize kisasi. Lazima alipe kisasi? Hizo ni ndoto tu bwana. Sikiza, hapa nyumbani hakuna mtu mwingine yeyote zaidi yangu mimi na wewe. Nadhani unatambua. Hata shangazi mwenyewe hayupo hapa. Sasa huyo mtu mwingine wakuja kukuambia maneno, hizo ni ndoto tu. Sawa baba? Lakini kingine, hizi ndoto zinatokea kwa sababu wewe baba umeacha kwenda kulala ndani sehemu nzuri kabisa, unakuja kulala hapa kwenye kochi. Sasa utaachaje kuota ndoto za mangamgamu baba? Sasa cha kufanya, tunaanza. Wale watu mimi nitawaita hapa nyumbani. Nikishawaita nyumbani hapa, mimi nataka kufanya kitu kimoja kikubwa sana, tena hatari. Yaani kwa afya yao. Nikishawaleta hapa, mimi nitahitaji kutafuta. Umeona? Nikisha kuita uje ndani, mimi na huyo mwingine tutatoka nje. Wewe utabaki na huyo bwana. Ninyoshe. Nataka sijahitaji. Shida ni hizi ndizi ambazo kila siku nakwambia mimi, ndizi hizi umezupika, sijui mtori, siziwezi. Ni kila zile nasikia kulewa tu, najikuta nalala kama hivyo tu. Ndio maana mimi napenda zile za kukaanga, zile kidogo free. Wewe si unasikiaga ndizi wanatengenezeaga pombe, yaani zile mimi nikila nalewa. Yaani kwa hiyo nimekula kukaa tu hapa ti. Acha mambo yako babu bwana. Hizo ni dhana tu, sawa? Na haina uhalisia wowote ule. Maana ukifatisha sana maneno ya wahenga, kuna muda mwingine unaweza kutoka lelini. Sawa? Maana wahenga wanashindwa hata kueleweka. Yaani mama, kuhusu hilo kwa mimi usijali. Kuhusu hilo kwa mimi ni kama umepiga pata vile. Unanielewa maana nilivyokuwa sina baya au unanionaje? Sasa alafu tutajua nini cha kufanya. Sasa mama, au watu umeshaongea nao, tunakutana nao lini au unaongea tu? Sio kama siku inakuja na kuwa siongea nao. Kwa hiyo nipigie simu, niwaandae. Maana kuna uwezekano wakakosekana kwenye simu hapo. Ana mjomba eleweki huyo. Wakati mwingine wanakuambia haraka haina baraka. Jua babu. Lakini wakati mwingine wanakuambia ngoja uumiza matumbo. Sasa tushike lipi hapa? Halo. Vipi mjomba? Uko poa? Naomba unisikilize. Sasa lile jambo lako mimi nimelifanyia kazi. Naam. Umenisikia? Kwa hiyo kama nimefanyia kazi, ninachokihitaji kesho muje nyumbani. Asubuhi muje nyumbani tuje tuliongelee. Kwa sababu nishalifanyia kazi. Aya, usijali. Kwa hiyo nataka hivi, lile jambo ulilosema kwamba unataka hawa watoto wakutane pamoja, waendelee kuzoeana ile. Nataka lile zoezi lianzie nyumbani kwangu. Yaani nishamaliza kila kitu, nishampanga mwanangu mimi yuko vizuri. Labda tu wewe. Sawa? Kwa hiyo saa ngapi? Haya. Akiharibiki chochote sawa. Sawa, nitajitahidi kuwahi, usijali. Haya, muwe na usiku mwema Haya. Mama ameshakubali. Amesema ataongea na huyo ndugu yake. Na mimi nikupange wewe. Siku ya kesho hakuna kuondoka nyumbani hapa. Mama usijali kuhusu mimi. Sawa. Albab,
Yaani mimi kinachonishtua, huyo binti nimetoka kuonana naye sio muda mrefu, jioni tu hii nilipotoka kunyoa tu ndo nimefika maeneo fulani hivi nikasikia maji machafu pwa. Ndio yale miugali umekuta nimekuja imenitapakaa usio, unauliza vipi? Unajua kwa nini unamuota huyo binti? Ni kwa sababu ya lile tukio lililokutokea. Kwa hiyo kila muda unalifikiria lile tukio. Lazima uote tu. Sikiza, tuachane na hayo mdogo wangu, sawa? Kesho asubuhi kuna sehemu nahitaji unipeleke. Tukishamaliza kunywa chai hivi, muda kama saa 2:00, sawa? Kuna hii sehemu nahitaji twende. Kesho nilikuwa na appointment na Tola, kuna sehemu tulitakiwa twende. Alba, hili jambo lina umuhimu sana kuliko hata hilo la Tola. Hebu jitahidi kwanza tukamilishe jambo langu, sawa? Lakini kingine, unatakiwa upendeze, sawa? Uvae vizuri, usije ukanitia aibu. Sawa Alba? Sawa babu, hamna shida. Basi mimi ngoja niende nikapumzike. Uniache tena mimi hapa. Baki hapo endelee kwa. Muone muoga. Kazi kweli kweli. Katika mapenzi, mapenzi wenda akanogewa, wenda akanogewa. Alba, mbona uko hapo tena ndugu yangu? Kwani sijaelewa, kwani kuna shida? Shida ipo. Unakumbuka jana nilikwambia mapema sana tuna safari leo? Inakuwaje mpaka sasa hivi hujajiandaa Alba? Mbona mimi niko fresh, tunaweza tukaenda tu. Namna hii? Sasa hapa kuna shida gani Alba? Mbona mimi niko fresh tu Albabu, tunaweza tukaenda tu hivi. Sijasema kwamba hauko vizuri, ila unatakiwa upendeze nilikwambia. Sio hivi kiuni Albabu. Sawa, nenda kabadilishe bwana. Sijui ni mtihani ninapewa au maruhani yananichezea. Sijui ni mtihani au maruhani. Vipi hapa? Wow. Very nice. Namna hiyo. Yaani umeua mule mdogo wangu. Kweli Sana. Hapo umeua kabisa. Basi tuenzetu. Sasa vipi, ngoja piga ile miwani yako. Ile natumia kusomea tu ile Albabu. Albabu. Acha mambo yako bwana. Hebu piga na ile glasi yako bwana, ile mtu kuona naona kabisa yes. Some. Umeona ulivyotoka gentleman namna hiyo. Haya. Piga na ile sasa glasi. Haya. Wow. Namna hiyo. Sasa hapo ukifika sehemu watu lazima wakupishe. Albabu. Hapo safi. Sasa hapo hata nikifika sehemu naweza kusamba. Nina dogo hapa. Hapa dogo ninaye, dogo lasi. Shababi. Shababi langu hilo. Ndio. Wenzetu tusichelewe kidogo, maana walikuwa wanapiga simu hapa. Tujaribu kuwaiwai. Hapo mimi kwenye safari zangu waga napenda nini ujue? Ukifika vinywaji vya kutosha Albabu. Usijali Albabu. Hilo jambo dogo sana. Sijui ni mtihani ninapewa au maruhani yananichezea. Karibuni sana wageni. Sijui ni mtihani. Albabu. Hapa ndiyo sehemu ambayo nilisema tuje.
na ni kwa rafiki yangu hapo, ndio maana nikataka tuje, kwa sababu kuna jambo nilihitaji uje kulifahamu. Masozi, huyu ndio yule mdogo wangu ambaye nikupa habari zake, na ni mtu fulani ambaye hajakulia sana huko, amekulia sana chuo, mambo ya masomo. Kwa sasa hivi ndo kamaliza mambo ya chuo. Na kumbuka kipindi kile alikuwa mdogo sana. Sasa nikasema tuje hapa kwa sababu kuna jambo nilitaka tuje kulifanya. Haya baba, karibu. Asante sana. Karibu sana, jisikie huru. Hapa ndo nyumbani. Namuona sasa amekuwa tofauti na mwanzoni kule. Unaona gentleman hilo. Bonge la shababi. Bonge la shababi. Sasa ndio maana nikasema asiwe mwenyewe bwana. Apate company. Kweli. We Zai. Emlete maji bwana, aletea wageni maji. Tunawasikia huku jamani. Unajua tena wasichana siku hizi. Sasa hivi wasichana wameharibiwa sana. Na huu mtandao gani huu? Wanauita TikTok. Yaani muda wote utaona wako live hapa tu. Tap your screen, tap. Wewe, jamani. Bwana kimya. Zai. Hapa ndo jana nilikwambia nilipita maeneo hapa nje. Alafu kuna mdada mmoja hivi akatoka mweupe hivi mzuri. Ana mashavu kama mimba ya panya. Ndio alimwagia maji hapo nje. Jamani. Hayo kashatoka jamani, tuongee vizuri jana. Wewe Zai. Ngoja niongee na simu kwanza. Haya. Hello baby. Hello. Mambo. Mambo hata sio mazuri huko. Sio mazuri? Shida nini? Wewe si hujafika siku nyingi nyumbani. Mimi kila siku nawaambia nyumbani kwamba mimi nina mpenzi wangu na mchumba wangu ni naye muda mrefu, hawataki kunisikia. Mpaka wameamua kunitafutia mwanaume mwingine anayetaka kunioa. Yaani sijamuona. Sio ameenda wapi? Sasa atakuwa ameenda wapi? Lakini Masozi, au inawezekana hukumwambia umuhimu wa hili jambo? Ina maana wewe kama mamake umeshindwa kumjenga kisaikolojia kweli mtoto wako akaelewa uzito wa hili jambo ambalo tulitaka tulifanye? Tumeongea vizuri. Yaani kila kitu anakijua, lakini unajua mabinti wakisikia masuala ya kuolewa tu hawataki. Wao kuzurura na wao. Basi. Hapana, sikiliza tafadhali. Maya, sitaki uolewe na mtu yoyote. Tushakaa muda mwingi kukaa kusubiriana. Kwa hiyo sasa hapo mimi utanichanganya. Tafadhali naomba usifanye hivyo. Maana mimi kila nikiwaeleza mimi na mtu wangu hawanielewi kwa sababu umekaa siku nyingi. Maana wewe njoo nisaidie kwa hili ili niweze kuvunja huu uchumba nilionao huko. Sikiliza, naomba tafadhali baby, mpenzi wangu la azizi, mimi nakuja sasa hivi, yani sichelewi. Hapo sio mbali, wilaya hii na hiyo haziko mbali, nadhani unaelewa mwenyewe. Sasa hivi mimi nakuja, nivumilie, mimi nafika leo na tutapanga kila kitu. Ili akiba ambayo tulikuwa tunachanga kwa ajili ya ndoa ipo, sijaitumia hata shilingi 100. Mimi kokote utaka kunipeleka tutakuwa wote. Haya basi sawa. Njuba. Siamini kama yuko mbali. Yuko hapa karibu, nisubiri kidogo. Haya. Basi jitahidi jamani, angalau waonane. Zai. Haya basi sawa, hamna shida. Yaani wewe ondoa hofu. Ondoa hofu kwa sababu haya sawa. Haya.
Baba. Umeona hii simu nilikuwa nimepigiwa? Yaani ni simu muhimu sana kwenye maisha yangu. Unasema ni simu muhimu kwenye maisha yako? Kwa hiyo inabidi mimi nitoke hapa haraka sana niende hiyo wilaya ya jirani hapo. Hebu ngoja kwanza. Mbona unataka kwenda tofauti tena na tulichopanga mdogo wangu? Kumbuka tulipanga hapa kuna jambo tunahitaji kulifanya. Sasa hatujatimiza jambo lenyewe, unasema umepokea simu unataka kuondoka ghafla. Mbona unataka kuniangusha Albab? Albab, kwani hili lina umuhimu gani hili? Mbona mimi hujanipanga, hujanieleza? Kwani kuna nini hapa kinaendelea? Nilikwambia hapa ni surprise. Sasa surprise yenyewe haujaipata bado, unataka kuondoka. Albab, hapana. Wacha mimi niwahi. Akija shangazi utampa taarifa zangu, alafu na nyinyi pia nahisi mtakuja huko. We Albab. Albab. Vipi, umemwona kwa shoga yake? Uache. Yaani hayupo. Nimeamua tu kuniangusha mimi. Maana huku tukuzalishana sasa. Ingekuwa sikuongea naye, ingekuwa ni sawa. Lakini tumeongea kila kitu. Lakini mimi niseme tu Masozi. Siku zote wanasema kisichoridhiki hakiliki. Ni kweli. Pengine Mungu hajapanga leo hii siku iweze kufanikiwa. Sasa maana unamwona huyu mdogo wangu hata yeye mwenyewe amepigiwa simu ya ghafla, amepata udhuru, ametoka. Hivyo sasa hapa hamna kikao chochote kitakachoendelea. Hiyo tena ina kulaumiana. Kumbe sisi wote ni wakosaji. Lakini bado hatujapoteza. Sawa. Cha kufanya hapa tupange siku nyingine. Tena nakupa kazi wewe Masozi sasa. Inabidi uongee na ndugu zako wote. Sawa. Safari ijayo nikija mimi nakuja na mshenga wangu kabisa. Sawa. Tunafanya mambo ya barua. Sijui kutoa mahali, tunatoa na mahali yetu kabisa. Basi haina shida. Mambo yote ni nyie. Si hatuna matatizo aina yote. Mkija tuwapokea. Basi nichukue nafasi hii kukushukuru sana. Sawa. Sawa. Mimi nikuache bwana, maana huyu ndugu wangu mwenye ashanichanganya. Huyo Zai naye tena ashakuwa na mambo mengi. Haya basi bwana. Haya tutazidi kuwasiliana basi. Sawa. Yaani mbwa hawa. Yaani leo wametokea kwenye tundu la sindano. Na nikolalia mimi ndiko alikuamkia. Yaani leo wewe acha. Mungu naye huyu mwacheni tu aite Mungu. Ukipanga hili naye anapanga hili. Umechelewa kidogo. Sio kidogo, umechelewa sana. Umechelewesha. Hivi wewe na walini wa kunifanyia hivyo mimi? Uende kamwezeshe mdogo wako hivi tu bila mimi kunipa taarifa. Wala yani sina lolote nalolijua. Juu kwa juu tu eti Wali ananipigia simu mimi kuniambia kwamba njoo huku mimi naoa. Hivi mmenichukuliaje au mnanionaje? Sasa hivi mmekuwa mnajifanyia momote mnavyotaka nyie, si ndio? Mimi sinasema nawe. Shangazi, mimi sifahamu lolote kuhusiana na Wali kuoa. Yaani sifahamu kabisa. Yaani haya mambo ndo kwanza wewe unaniambia hapa. Yaani mimi nimefunga safari, nimetoka hapa naenda kumtafutia mchumba huko. Nimepoteza gharama zangu nyingi, alafu bado anakuja kuniletea mambo kama hayo. Hivi inakuwaje? Lakini mbona kama mna madharau sana? Shangazi, kumbe ulienda kumtafutia Wali mchumba? Sasa yaani mimi kila siku nafanya kazi ya kutumia gharama bila mafanikio. Kila nalofanya kwa Wali halina mafanikio. Kwa nini? Kwa nini mnanidharau mimi? Shangazi, yaani unaolisema wewe ni sawa sawa na jambo ambalo nimelifanya mimi. Mimi nilienda kumtafutia Wali mchumba, kuna sehemu ambayo nimeona binti mzuri mdogo mzuri, nikasema huyu anaendana kabisa na mdogo wangu. Unaona? Nimefanya mipango yote pale.
Na wakati tunaendelea kufanya ile mipango, bwana yule akaniambia kwamba amepata dharura, anaondoka. Unaona? Akaondoka zake. Ghafla tu natoka alivyoondoka, kila nikipiga simu yake, huwezi amini shangazi, haipatikani. Kila nikipiga haipatikani. Na sio muda mrefu, ni jana tu shangazi. Nimetoka kumaliza kila kitu, nimetoa posa. Nimeenda na mshenga pale, tumetoa posa, tumemaliza kila kitu, kilibaki ni yeye kuoa tu. Unaona jinsi anavyoniangusha huyu mdogo wangu. Hebu mpigie tena tuone. Shangazi, mimi kila nikimpigia hapatikani. Hebu jaribu kumpigia wewe. Ngoja nimpigie mimi na ile namba alonitafuta nayo. Huenda labda akapatikana. Jamani, maisha mengine mitiani. Namba unaopiga kwa sasa haipatikani, ndio hivyo ninavyoambiwa.